Tulitegemea kwamba ahadi za mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi kwamba ndani ya siku 100 angetanzua mtanziko wa bima ya afya kwa wote, angehakikisha kunakuwa na matibabu bila malipo kwa wale wenye magonjwa sugu, angehakikisha kina mama wajawazito na watoto wanatibiwa bila malipo kama inavyosema sera ya afya, yangefanyika hayo ndani ya siku 100. Lakini tunaona jinsi ambavyo bajeti hii haijaleta suluhisho lolote wala kutoa majibu ya uhakika namna ambavyo Watanzania wanaweza kupata aweni kwenye huduma mbalimbali za afya. Nitatoa mfano. Watanzania sasa hivi katika masuala ya afya wanalipia gharama kubwa sana katika vipimo vya kitabibu, vipimo ambavyo vimenunuliwa na serikali, vipimo ambavyo viko kwenye hospitali ambazo watumishi wanalipwa na serikali. Ulitegemea vile vipimo vingekuwa na aweni, badala yake gharama zake ziko juu sana. Kwa mfano, kipimo cha MRI kimeenda mpaka shilingi $400,000. Wale wenye changamoto za kusafisha figo wanatumia mpaka shilingi milioni 25 kwa mwaka. Lakini kuna gonjwa lingine sugu, fedha au ada ya daktari ambayo inaanzia shilingi 5,000 mpaka 50,000 kwenye hospitali za umma. Bajeti hii haisemi chochote kwamba namna gani imempunguzia mzigo mwananchi wa kawaida katika kupata huduma za msingi za afya.